Mkoa wa Mtwara ni moja kati ya mikoa ambayo ni sehemu salama kwa ajili ya kuweza kujifunza masuala mbalimbali. Tunashuhudia wageni tofauti wakifika hapa kujifunza kuhusu masuala ya bahari, lakini pia wapo ambao wanakuja kwa ajili ya kuweza kujifunza masuala ya viwanda. Tuna kiwanda kikubwa kabisa cha Dangote kiko Mtwara. Lakini kuna ambao wanakuja kujifunza masuala ya gesi asilia na mafuta, sio? Hiyo ndio Mtwara. Lakini leo tumepokea wageni kutokea kanda ya Ziwa, kutoka kwenye umoja wa vyama vikuu vya ushirika kanda ya Ziwa kuja kujifunza Mtwara, kutoka kwenye umoja wa vyama vya ushirika katika mkoa huu wa Mtwara. Ni kwa nini Mtwara wamekuja kujifunza masuala ya korosho? Nini ambacho kinafanyika? Wanafanyaje kuhusu masuala hayo ili na wao wapate elimu ya kwenda kuwafundisha huko watakavorudi katika mikoa yao. Faida Online TV, watu wa field pass na yana pasipo na budha. Tumehudhuria kwenye viwanja hivi vya Eden kwa ajili ya kuweza kuendelea taarifa ifuatayo. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment na kushare channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Odax Mpunga, ni mwenyekiti wa Korosho Cooperative Joint Enterprise. Ni mradi wa pamoja wa vyama vikuu 6 vinavyosimamia zao la korosho. Nitangulie kuwashukuru viongozi wenzangu wa ushirika ambao wametutembelea kwenye taasisi yetu ya Joint Cooperative ya korosho. TANCOP ni joint ambayo ipo mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Tabora, Singida, lakini pia ipo kwenye mikoa ile inayozalisha zao la pamba. Ni mradi wa pamoja wa pamba. Kwanza ni washukuru kwa kuchagua taasisi yetu ya Joint kuitembelea, kuja kujifunza, lakini pia kuja kupeana uzoefu ni namna gani tunavyozifanya shughuli zetu sisi kama Korosho Cooperative Joint Enterprise. Kwani wametimiza msingi wa 6 wa vyama vya ushirika kushirikiana. Sisi Joint kupokea ugeni, kuna maeneo pia sisi tunajivunia kwa sababu mtu yoyote anavyokuja kujifunza kwako, manake ameona ni namna gani wewe umekuwa na mafanikio. Kwa mfano, nimesema kwamba taasisi yetu ina miaka 4 tu, lakini sisi kama joint ukiangalia kwa kuratibu swala la pembejeo, manake tuna mafanikio. Kwanza, taifa kuliongezea uzalishaji mkubwa wa zao la korosho, lakini pia hata wakulima wetu ambao wametuzunguka, maana yake wasingevuna kwa kiasi kikubwa, hata uzalishaji kuongezeka kwao na tija kupatikana kama sio kuratibu kwa usambazaji wa pembejeo, lakini pia na vitendea kazi vya zao la korosho na mazao mengine. Kwa majina naitwa Robert Nsunza, ni kaimu mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mtwara. Wageni waliokuja leo ni vyama vya ushirika, ni umoja wa vyama vya ushirika vya pamba ambao kuna watu wamekuja, jumla watu 21 wamekuja kujifunza namna gani ushirika wa Mtwara vile unavyofanya kazi kwa mafanikio. Kimsingi kabisa uwepo wa mradi huu wa korosho wa pamoja wa vyama vya ushirika vya korosho umekuwa na tija kubwa, hasa katika uzalishaji wa zao la korosho. Mathalan, ukiangalia masuala ya pembejeo, ukiangalia huko nyuma kabla ya mradi wa pamoja wa pembejeo, uzalishaji ulikuwa mdogo sana, ambao ulikuwa chini ya tani 250. Lakini sasa hivi baada ya mradi huu kuja, sasa hivi tunaona mabadiliko makubwa, hasa kwenye matumizi ya pembejeo, lakini na tija kwenye uzalishaji. Uzalishaji umekuwa ni maradufu. Kuanzia tani 300 sasa hivi tunaongelea tani 618. Kwa hiyo unaona namna gani mradi huu umekuja kuboresha. Jina langu naitwa Mohamed Nasoro, ni meneja mkuu wa Korosho Cooperative Joint Enterprise. Na wameahidi kwamba baada ya mafunzo haya na ziara hii watatembea kwenye vyama vya wanachama vya Taneku, Mamku pamoja na Lindi Mwambao ili wakamalize ziara yao ya kujifunza kwenye vyama vyetu wanachama wa Joint. Lakini wamefarijika sana na wamefurahi sana, na wametuahidi kwamba wataendelea kutupa ushirikiano na wataendelea kutuliza maswali. Na sisi kama Korosho Joint tumewapokea vizuri na tumewaahidi kwa lolote lile, iwe mchana, usiku, Jumamosi, Jumapili, siku za kazi, milango yetu iko wazi, wapige simu, tutaweza kuwapa ushirikiano. Ninaitwa Leonard William Nyabalima, ni mwenyekiti wa mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya pamba. Mradi wa vyama vikuu vya pamba una vyama vikuu vya pamba wanachama 13 na tuko katika mikoa 8 inayozalisha pamba kwa wingi hapa nchini. Tumekuja hapa Mtwara kutekeleza kwa vitendo kwenye ile misingi 7 ya ushirika. Msingi mmoja wapo ni msingi wa ushirikiano baina ya vyama. Kwa hiyo tunatekeleza msingi huo kwa vitendo, na lengo la ziara yetu ya kuja kutembelea joint ya korosho
ni kujifunza, lakini pia kubadilishana uzoefu, hasa kwenye maeneo ambayo tunaona wenzetu wamepiga hatua na wamefanya mabadiliko na tunaona wanaenda mbele zaidi. Kwa hiyo ni ziara ambayo kwetu sisi tunaona inatija na itatujengea uwezo pia wa kwenda kuyatekeleza yale ambayo tumeyaona ni mazuri kwa wenzetu na yanatija katika kusaidia sekta ya ushirika, hasa ushirika wa pamba hapa nchini. Kwa majina naitwa Saidi Tangawizi, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika MBCU Mbogwe na Bukombe. Ni mwanachama wa TANCROP ambaye nipo hapa Mtwara. Tumekuja kujifunza kwenye joint ya korosho inayojihusisha na masuala ya korosho. Kwa kweli ujio wetu tumejifunza mambo mengi, hususani hii joint ya korosho ambavyo inavyosimamia zao na jinsi inavyotoa huduma kwa wanachama wake, kiasi cha kwamba tumeona kulingana na yale inayoyafanya yanaleta tija, kwani tumeweza kuona wakati inaanzishwa zao lilipokuwa na leo walivyolifikisha, wameweza kufikia kwenye uzalishaji wa tani 600 kutoka kwenye tani 200. Kwa hiyo tunaona ni mafanikio makubwa, lakini miongoni mwa yale tuliyoyaona ni pamoja na kwamba wamefikia sehemu ya kuangalia changamoto zilizoko kwa wakulima na kuweza kuanza kuzitatua, ikiwemo swala la kuhudumia pembejeo. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Wageni wengi wamekuwa wakija Mtwara kujifunza masuala mbalimbali kwa sababu ni sehemu muhimu, potential na sehemu imara kwa ajili ya kuonekana kwamba kuna vivutio vingi vya utalii, lakini pia kuna vitu vingi vya kujifunza vinavyohusu masuala ya asili, lakini hata maendeleo. Leo hii tumeshuhudia wageni hao wakija kutokea kanda ya Ziwa, lakini miezi kadhaa nyuma tulipokea pia wageni kutokea Dodoma, makao makuu ya nchi hii ya Tanzania, wakija hapa kujifunza kuhusu masuala ya ushirika wa Mtwara. Hawa jamaa wana kitu, wanapaswa kuigwa na kupongezwa pia. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment na kushare channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na nikutakia siku njema.